Zile roho unasikia vinywa zinaongea. Huyu Yesu naamini ni Mungu ama si Mungu? Ni Mungu. Alafu Mungu akaoshwa na nani? Ni Mungu. Akaoshwa na nani? Akaoshwa na malaya. Mungu wako anaoshwa na nani? Na malaya. Hapo tu. Na malaya. Kwa hiyo miezi 9 akiwa kwa tumbo. Watu walikuwa wanaabudu Mungu ama hapana? Si ni Mungu? Wanaabudu Mungu yuko mbinguni ama yuko Mungu yuko tumboni? Ushasikia? Na wewe naye utaniambia Yusufu alioa Mariamu kwa miaka ngapi? Utaniambia. Sasa wewe you are not illiterate but you give me the evidence. Kwa sababu mimi kwa hiyo kitabu umetoa ndio mimi nimetoa hii. Ikiwa this is right, subiri kidogo. If this is right, even this is right. If this ngoja kidogo. Hataki kuelewa. Asante. Nataka unieleweshe. Mariamu si alikuwa anaabudu Mungu? Naam. Ule Mungu alikuwa anaabudu ni Yesu ama ni Mungu mwingine? Na huyo Mungu ni yupi? Mungu. Utaniambia hapo. Na kwa maana nimesimama kwa sababu ni andiko umetoa kwa sababu kuna mambo mawili. Neno unanipea uhai kila siku. Subiri kidogo, subiri. Kuna Mungu aliyopenda ulimwengu na alipopenda ulimwengu akatoa mwana. Ule mwana aliyetolewa na Mungu ni nani? Na huyu Mungu aliyetoa ule mwana ni nani? Sunlight TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Sunlight TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa sharrul umur muhdathatuha wa kullu muhdathatun fi dini bid'ah wa kullu bid'atun dalala wa kullu dalalatin fi nar. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kumtakia rehma na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nabii ambaye amekuja ila kafata linas bashira wa nadhira walakina akthara nas la ya'lamun. Ndugu zangu, karibu katika Abbas Online TV channel inakupa matamu ya Islam tena kwa nidhamu. Ikiwa ni siku nyingine tena ambayo tunakusanyika hapa. Lengo nia ni lile kwamba tuzungumze maneno ya Allah. Tunakuja katika ground kuona watu wanazungumza nini na vile vile ile fikra yao na vile vile maswali yao. Kama una maswali basi tuwaze kuwashughulikia na kuwajibu kwa kiwango ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kutujalia. Kwa hivyo inshallah tukiwa tuko hapa tunajaribu kuangalia watu katika area ya KCC, tuzungumze pamoja nao inshallah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo najua siku nyingine najua utapata maswali utakuja kuniuliza, niko tu hapa. Unaniendelea kunifuatilia ama? Kwa watu wote nilijua ndo unanifuatilia. Wale wengine hapa, hii kitabu yako hii. Ukiona maswali kwa namba yangu ndani utaniuliza. Sio asante. Ni aje? Mko poa? Unaitwa nani? Nani? John. Hebu njooni hapo ndani wapatie zawadi John. Na huyu unaitwa nani ndo rafiki yangu? Unaitwa Kazungu. Nakuaje Kazungu alafu na wewe mweusi kama mimi? Unafikiri Kazungu ingekuwa mweupe? Wewe Kazungu. Hawezi kuwa mweupe. Sio lazima? Si lazima. Na wewe ni John. Sawa Kristo, si ndio? Mimi naitwa Abbas. Na mimi ni Muislamu. Ni mwalimu wa Kiislamu. Natembea kidogo kwa ground tuongeongea na raia. Naomba nichukue dakika 5 kuna kitu nataka niwaulize. Lakini kabla ya kuwauliza nataka niwapatie kwanza zawadi. Nataka nikupatie unajisikia Muhammad Ali? Muhammad Ali ndio ushaimsikia? Yes. Ni nani Muhammad Ali? Sijui. Tena hujui na ushamsikia? Nimemsikia akisema hujui. Mjui. Na wewe ushasikia Muhammad? Muhammad ni nani? Muhammad ni mtume. Ni mtume. Umesikia right. Huyu asikia Muhammad Ali. Muhammad Ali ni boxer. Na kuna ule mwingine ni MP wa kule Mombasa. Nafikiri ni vita. Mungu. Muhammad. Mungu wa Uislamu. Ndio unafikiria hivyo. Muhammad sio Mungu wa Uislamu. Shaelewana vizuri. Muhammad ni prophet na Waislamu wanamwamini. Lakini hamuamini kama Mungu. Yeye kuna Mungu alikuja kutufundisha. Ushanielewa vizuri Kwa hivyo hii kitabu inazungumzia Muhammad ni nani. Nakupatia. So unajua kusoma vizuri? Yes. Hiyo nakupatia free of charge. Waende usome Muhammad ni nani. Kwa sababu una habari yeye ni nani. Na rafiki yangu umepata kidogo ni prophet.
Ni prophet ambaye alizaliwa wapi? Sijui. Ujui? Amezaliwa pande za Saudia kule. Na akapatiwa kitabu inaitwa Qur'ani. Tunaelewana vizuri? Nyinyi kitabu mnatumia ya ibada ni gani? Biblia. Gani? Ya Katolika ama Biblia gani? Si Katolika. Wewe unaenda kanisa gani? Mimi nilikuwa naenda New Life. Na wewe unaenda wapi? Catholic. Wewe ni Catholic. Sasa wewe Catholic, Biblia yako iko na vitabu 73. Wewe New Life, Biblia yako iko na 66. Ni kweli uongo? Hii Biblia mbili yako ya 73 na yako 66 gani mzuri? Sijui kila moja na imani yake. Ngojeni kidogo, hebu mimi ni Muislamu sasa hivi, sio? Mimi nawakaribisha mkoa wa Uislamu. Wewe utaniambia mimi ni Mkatoliki naenda kwa kanisa Katoliki, si ndio? Unaambia unataka nikuwe Mkristo Katoliki. Wewe unaenda New Life. Unaambia mimi nataka pia kuwa Mkristo, uende New Life. Okay, sasa niamue nataka kuwa Mkristo. Kwa nyinyi wawili nisome kitabu gani? Imani yako ndio itakupeleka pale sahihi, kwa sababu hata sahihi venye tunaishi ni imani. Kuna kitu kinaweza fanyika bila imani. Kwa hiyo wewe unaamuka tu unafuata imani yako? Si mimi imani yangu inaniambia kwenye niko ni sahihi. Na Mungu ndo aliumba mtu akaye afuate imani yake? Sisi tunafuata Mungu. Kwa sasa ndio hiyo. Hebu songa hivi kidogo, songa hapa, songa. Wewe uko na maneno mawili. Unajua ukisema imani yako ni kumaanisha kwamba binadamu. Si wewe imani yako ilikupeleka kuwa Muislamu? Hapana. Imani yangu haikunipeleka kuwa Muislamu. Sawa? Mimi nilisoma Uislamu ile ambayo Mungu ametufundisha katika vitabu, nikahakikisha iko sawa. Sio mambo na imani. Kwa sababu tukiongea mambo ya imani, Muhindi ana imani yake, yeye ng'ombe ni Mungu. Hiyo imani ni sahihi? Kulingana na yeye, kwa sababu hauwezi ingilia mtu kwenye nani yake. Najua mimi nikiwa nimeamua kuwa Mkristo, kuna kitu chenye niliona na kikanifanya mpaka mimi nikawa Mkristo, kwa sababu dini ni mingi. Okay, uliona nini? Mimi niliona kwa hiyo dini ni sahihi. Ni sahihi kwako? Wewe uliona, lakini vitabu vinasemaje? Vitabu vinasema, hata hiyo si kitabu yetu pia inatueleza hivyo, kwa hiyo dini yetu ni sahihi. Unaweza nionyesha wapi na kuonesha kama Ukristo ni sahihi? Kitabu chote ukisoma kwanza mwanzo mpaka mwisho. Kwa sababu mimi nitakuonesha ndani ya Qur'ani imemfundisha kwamba Uislamu ni sahihi. Nikuonesha na verse, sawa? Na mimi ninaamini Mungu ni mmoja. Na Mungu hawezi kuwa ni mmoja awache wanadamu kila mtu ajichukulie imani yake. Mungu alituma manabii. Mungu ametuma Ibrahimu, Mungu ametuma Musa, Mungu ametuma Yesu, Mungu ametuma Muhammad. Sawa? Hao wote ni manabii wake. Hawezi atume Musa amwambie wewe peleka watu katika dini ya Uyahudi. Ati Jews ndio Judaism ndio dini sawa. Hawezi akatuma Yesu amwambie kwamba Ukristo ndio sawa. Atume Muhammad amwambie Uislamu ndio sawa. Yaani manabii atuakuje kila mtu na dini yake. Huyo si kweli. Mungu ni mmoja na imani ni moja. Na Biblia inasema Mungu ni mmoja, imani ni moja. Imani ikiwa ni moja, dini itakuwa ni moja. Ushaona? Leo tunapata kwamba imani ni nyingi. Kwa nini? Wakati Mungu ni mmoja. Obvious kuna matatizo mahali, na hiyo matatizo si ya Mungu, hiyo matatizo ni ya binadamu. Ndio sababu tuko mahali kama hapa tuzungumze. Huai kwamba wewe uende kwa kanisa, mimi niende kwa msikiti. Na wakati Mungu ni mmoja. Why is it wewe ende Catholic, wewe uende New Life, sawa? Two different books alafu usema tiko sahihi. Lazima kuna mahali iko shida, kwa sababu hiyo Biblia inasema ikiwa mtu ataongeza kitu yote katika kitabu hii, Mungu atamwongezea mapigo. Inasema tena, na mtu akipunguza neno lolote katika kitabu hii, Mungu atampunguzia sehemu yake katika mti wa uzima. Kwa hiyo inamaanisha kama kuna vitabu mbili ambazo zinatofautiana, kuna aidha mmoja ameongeza ama mwingine amepunguza. Na hapo kuna makosa katika mmoja katika nyinyi. Haiwezi kuwa yote ni sawa. Haiwezi kuwa vitabu zote ni sawa. Lazima moja kuna makosa. Haiwezi kuwa kwamba tunaenda imani mbili sawa, useme tuko sawa, ati imani yako. Mungu hajatengeza hivyo. Mungu ameleta manabii na akawafundisha dini, akawafundisha mafundisho. Hiyo mafundisho ya manabii ndio yamewekwa kwa vitabu. Sisi binadamu ndio hatufuati. Mfano nikuulize, Mungu ni wangapi? Mungu ni mmoja. Una yeye amejibu sahihi? Yes. Mungu ni mmoja? Anaitwa nani? Mungu. Mungu ni cheo, kwa sababu hata Muhindi akiona ng'ombe anasema ni Mungu. Kuna ule Illuminati akiona shetani anasema ni Mungu. Lakini bado anamwamini. Nani anaamini shetani? Lakini mtu wa Freemason bado anaamini Mungu bado. Anaamini Mungu gani? Sio Mungu huyu tunamuomba.
lakini ameenda. Wewe utaaminije? Anaombanga Mungu asiende akashikwa. Nani mchawi? Anaomba Mungu gani? Si yeye mwenyewe anajua, lakini sana sema Mungu. Alafu wewe mbona muoga? Mimi si muoga. Basi angalia upande ile. Unajua yakegeza hivi mgongo unafuata ambao unaifunika. Wewe ni mdogo kwako na ogopi. Unasema mchawi akienda kuroga anafanyaje? Lazima yeye aombe Mungu pia asiende kushikwa kwenye anaenda. Anaomba Mungu gani wakati huo? Siwezi jua juu sasa unajua kila mmoja ana Mungu wake mwenye anamwamini. Juu mimi naamini Mungu mwenye alinileta kwenye ulimwengu. Hata yeye ukimwambia naamini Mungu aliamini. Kwa sababu ukisema kila mtu ana Mungu wake, kwani kuna Mungu wangapi duniani? Sasa unajua sasa hizi nafsi ni tofauti. Unajua moja hii statement kila mtu ana Mungu wake. Sawa? Tai tuko bilioni 7 katika dunia. Kama kila mtu wako na Mungu wake, inamaanisha Mungu ni bilioni 7? Nikuulize, wewe ulizaliwa na Mungu? Nilizaliwa na mwanadamu. Ni mama. Lakini uliumbwa na Mungu, si ndio? Mungu ndio aliniumba, alifanya ile maumbile ndani ya tumbo ya mama. Sasa tuseme umeenda sasa kwa Freemason saa hii. Usibado utakuwa na muamini Mungu yeye ndiye alikuumba. Ukienda kwa Freemason utaaminije Mungu wakati wewe unaabudu shetani? Si ndio, bado anamwabudu. Lakini siku ngoja. Kwa hiyo ukienda Freemason utakuwa na, kwa sababu wewe Freemason unaamini nini? Sina bado namwamini Mungu. Kwa hiyo mtakiwa Freemason anaamini Mungu? Wewe unajua nini ya Freemason wewe, imani za Freemason? Najua siwezi enda church. Peke yake kanisa. Mimi najua tu hiyo. Freemasonry maana yake ni watu wa kuabudia shetani. Na ukisikia mtu anasema anaabudia shetani, bi maana kwamba shetani ndio Mungu wake. Kwa hiyo yeye anajua hakuna Mungu, anajua kwamba shetani ndio Mungu. Ushasikia? Lakini bado shetani shetani anamwamini Mungu. Shetani si alikuwa wa Mungu. Si alikuwa ule mtu ule mkubwa ule akula kuimba ule the preacher. Shetani anaamini kuna Mungu, lakini hafuati matendo ya Mungu. Na shetani anajua Mungu. Na alikuwa tangu zamani kabla ya sisi kuwepo, lakini aliasi. Tushaelewana vizuri. Kwa hiyo sasa matendo yake mabaya. Wewe binadamu aliasi. Kwani shetani ni mzuri? Shetani si mzuri. Si ni mbaya? Si ni mbaya. Lakini pamoja na ubaya wake anajua kuna nani? Kuna Mungu. Na anamjua vizuri, si ni kweli? Ndio. Haya, wewe unajua kuna Mungu? Haya, huyo Mungu unamjua anaitwa nani? Si Mungu. Sikwana anaitwa. Ngoja kidogo. Wewe ni mtu? Mimi ni mtu. Uko na jina? Niko na jina. Jina yako nani? John. Wewe si ni mtu? Uko na jina? Jina yako nani? Kazungu. Unaona Sasa nikisema jina yako ni mtu ni sawa? Bana. Sio sawa. Kwa hiyo na Mungu sio jina yake. Hiyo ni cheo. Sasa wewe unataka kutuambia Mungu ako na jina? Mungu ako na jina. Na Yesu, subiri kidogo. Na Yesu anasema wafuasi wangu nimewafundisha jina lako. Si ndio tunajua ni Mungu. Wewe kama unasema Mungu ana jina, ni sasa wewe utuambie jina la huyo Mungu mwenye Sasa mimi siwezi toa kwa maneno, labda niwasomee kwa maandiko. Na wasomea kwa kitabu yako, sio Biblia, sio Qurani. Biblia, wewe unaamini Biblia? Sio unaamini? Nikusomee pale tutoe, kuna makosa? Hakuna makosa. Acha niwasomee, niko naye hapa. Hebu nipatie hiyo. Nataka nisome maandiko mawili. Andiko la kwanza, Yesu anazungumza, anasema hivi. Usizuia hii, kuja upande hii. Kumi na 7:6. Anasema hivi. Jina lako, huyu ni Yesu, sala yake. Jina lako, yani jina la Mungu. Nimewadhihirishia watu wale walionipa katika nini? Ulimwengu. Walikuwa wako, ukanipa mimi. Shelo ile andiko. Yesu anasema jina lako, bi maana jina la Mungu. Kumaanisha kwamba Mungu wako na nini? Ako na jina. Na jina. Na anasema jina hiyo nimewadhihirishia nani? Watu wake. Sasa hiyo jina ambayo Yesu alikuwa anamuitia Mungu ni gani? Tunaenda katika Mathayo 27:45. Mathayo 20 ngapi? 7:45. Sawa? Jina aliyokuwa anatumia Yesu.
Na kama saa 9, tuseme 5, basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa. Na kama saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema nini? Eloi, Eloi, lama samabak dhani. Ile lugha alikuwa anatumia akiongea wakati huo. Sawa? Yaani unajua alikuwa anaongea kitu kinaitwa Aramaic. Aramaic maana yake ni sister language to Arabic. Ndio lugha ambayo Yesu alikuwa anazungumza. Anasema Eloi, Eloi, lama samabakdhani. Kwa hiyo hapo umepata nini? Kwa hiyo unataka kutuambia hiyo Eloi ndio jina la Mungu? Kabisa. Eloi. Kwa Kiaramaic unasema Eloi. Subiri kidogo, tuenda polepole. Kwa Kiaramaic unasema nini? Eloi. Elohi. Kwa Kiarabu unasema ilahi. Ilahi. Si Allah. Unasema ilahi. Kwa Kiaramaic Eloi. Sawa? Lama samabakdhani. Kiaramaic. Kiarabu lima taraktani. Unasikia vile zile? Unageuza tu kidogo. Lima taraktani. Kwa nini unaniwacha? Ushasikia? Sasa hiyo Eloi ndio lugha alitumia, lakini kwa ukileta katika Kiarabu ilahi. Zinafanana, ni ulimi tu. Ndio naona Myahudi na Mwarabu wakiongea mawapatani. Huyu anaongea lugha yake, anaongea lugha yake na wanaelewana. Umeshanielewa vizuri? Wacha nikuoneshe sasa kwa Qur'ani. Kwa hiyo unapata ilahi. Huyu kijana anafaa kwenda mbali sana. Huyu anaenda wapi? Ndio huko Ruai. Unaenda Ruai? Unaishi Ruai? Nimetoka huko jana. Haya basi nakuachilia tu saa hizi. Nakuachilia saa hizi. Unasomea huko? Unaona hii? 110. Sema, muombeni Mwenyezi kwa jina la Allah. Kwa jina la Allah. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ako na jina yake ni nani? Allah. Ndio sisi tunasema Allah. Ukisema Mungu wangu unasema ilahi. Sawa? Yesu alikuwa anasema ela. Ela. Marabu Allah. Akisema Mungu wangu anasema ela Eloi. Sawa? Marabu anasema Allah. Akisema Mungu wangu anasema ilahi. Wao vile zinafanana. Kwa hiyo Allah ndio jina ya nani? Ya Mungu. Sasa mimi nilikuwa nafikiri mtaniambia Yesu ndio sasa ni wakarangi, kwa sababu kuna watu kiambia jina Mungu naye akwambia Yesu. Yesu si Mungu, Yesu ni mtume. Wewe kuna kitu ulikuwa unaongea. Ulikuwa unasema Waislamu Mungu wao ni Muhammad. Hapana. Ushanielewa vizuri? Muhammad ako na mama, ako na baba. Yeye ni mtume. Mtume ina maana ametumwa na Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu ambaye Muhammad alikuwa anafanya kazi yake. Na huyo Mungu ndio Yesu alikuwa anafanya kazi yake. Na huyo Mungu ndio Ibrahim alikuwa anafanya kazi yake na Musa. Ushanielewa vizuri? Kwa hiyo kidogo alikuwa na idea, wewe ulikuwa hauna. Jina huyo Mungu ni Allah. Sawa? Kwa hiyo ushanielewa vizuri. Kwa hiyo mara nyingine sikwambia wajue Muhammad kasema Muhammad Ali, kasema ni Mungu wa Uislamu, hapana. Ni mtume ambaye Waislamu wanamwamini. Waislamu tunaamini Muhammad, tunaamini Yesu, tunaamini mitume wote tunaamini. Isipokuwa nyinyi Sasa Qur'ani inasema mtu yoyote ambaye atakuwa hajui Yesu ni nani? Si inasikia ni kama hana nani kwa Mungu. Muislamu kama haezi amini Yesu ni mtume wa Mungu, hawezi akakuwa Muislamu, imani yake imekatika. Lazima uamini Yesu na vile alivyozaliwa. Ushaona? Kwa hiyo yote sisi tunaelewa na tunajua namna alivyozaliwa na kila kitu. Na another thing, wewe kuhusu Illuminati ujue wale wanaabudu mashetani. Usiseme wanaamini Mungu. Sema wanaamini Mungu. Wewe ulikuwa unasema hivyo? Nasema walikuwa waliingia lakini bado wanamwamini. Wanamwamini yako lakini wanamwabudu shetani. Nani wanaamini Mungu yuko anaabudu shetani? Wanamwamini kaseme sahi. Sasa unamwamini Mungu. Uingie Freemason sahi. Sababu utakuwa unamwamini Mungu lakini bado utakuwa unaabudu shetani. Ukienda huko unakatazwa. Aje, uwezi katazwa na roho yako kutunataka. Basi na utaingia kule. Kwani ulikuwa unataka kuwa Freemason?
Hapana. Na mbona watetea sana? Siwatetei lakini Mimi namshangaa kwa sababu huyu kama style unaamini Mungu yuko, lakini unaingia hapana, usijaribu hivyo. Kule ukienda kuna imani unakatazwa, ni imani mbovu, imani potofu. Ushaelewa vizuri? Na mtu asikudanganywa unaamini Mungu, hakuna Mungu kwa naamini. Wewe ukiamini Mungu kule hata utakufa peke yako kwa sababu utakuwa umeenda kinyume na imani zao. Ushaelewa vizuri? Kwa hiyo mtu asikudanganye ukafikiria anamwamini Mungu. Hakuna, na hawamwamini Mungu wala mtumikii Mungu, pale ni ibada za kishetani. So ndio mnataka kwenda. Hamna swali labda yote mngependa kujua kuhusu Uislamu? Ndio mimi hata mama. Haya, siku gani mnaweza silimu muamue kwa Waislamu? Roho zetu zikikubaliana na hiyo. Mimi nakuonesha kwanza andiko moja ndio nyinyi muende. Na mimi nataka mnitolee andiko Ukristo ni dini. Kwa sababu ndani ya Biblia yako nakupa homework. Uende utafute mahali imeandikwa Ukristo ni dini. Na wewe. Na mkipata tunakutania hapa, natoa ahadi mtanibatiza. Sawa? Kwa sababu Ukristo ni dini imeanza baada ya Yesu kutoka duniani. Haikuwepo. Sawa, mimi nawapea namba. Namba iko kwa hivi vitabu zangu. Hiyo. Pale ndani mwanzo tu. Ukifungua hivi hapo ndani. Inasema hivi: bila ya shaka dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni imetaja dini ya mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini? Hapo Uislamu utakufundisha ni nini? Ni dini. Mukipata mahali dini ya haki ni Ukristo, namba yangu iko pale. Mnakuja kunibatiza. Nipe siku ngapi? Kama 2. Siku ngapi? Nimekupigia simu 2. Naweza chukua nini yako? Contact yako wewe. Namba yangu hata ukinipigia sasa utanikosa. Kwa nini? Kwa sababu simu yangu iliharibika, lakini nitatafuta simu. Si namba yako umesema kwa hapa. Nitakutafuta. Siku 2. Siku 2. Je, siku 2 zikiisha hujanipigia niseme nini? Siwezi kuambia kwa sababu siko sure vile, kwa sababu najua sasa simu tatizo. Lakini hizo siku 2 nita make sure nimekutafuta. Siku 2 nakupa na nitaongeza siku 1 iwe siku ya 3. Sawa. Sawa? Siku 3 ikiisha haujanipigia simu. Tutasemaje? Kwa sababu utakosa simu hizo siku zote. Unakuanga mara niko hapa kila mara. Sawa. Sawa? Sawa. Mzee karibu sana. Unauza maji unaenda kununua? Ni yako nenda nyumbani. Habari gani? Naweza chukua dakika yako 5. Mimi ni Muislamu naitwa Abbas. Wewe unaitwa nani? Wewe umeokoka? Kabisa. Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wako. Kanisa unaenda gani? Redeemed Church. Na Yesu alikuwa anaenda kanisa gani? Yesu alikuwa anaenda kanisa gani? Siongelei mtu ambaye sijui, najua ni mwokozi wa maisha yangu. Siongelei sana. Sasa huyo mwokozi mambo poa sana. Na wewe? Unapenda debate? Karibu kwanza basi, hata usipite na zawadi ndani kupe kitabu moja. Naona mzee wangu ni mwokovu. Njoo hapa tu. Nataka kumtetea. Unataka kumtetea? Yesu Kristo. Mzee anasema yeye ameokoka na Yesu ni mwokozi wake. Na ni vizuri. Lakini anaenda redeemed. Wewe unaenda wapi? Mimi siendi kanisa. Kwa nini? Juu yangu iko kwa roho. Haiko kwa kanisa building. Na huyu anaenda redeemed amepotea? Hajapotea? Huyu aendi kanisa, iko kwa roho. Akitaka kwenda kwa kanisa anaingia kwa roho yake. Hako sawa? Hako sawa kwa sababu kanisa ni roho yako. Na wewe unaenda kutafuta nini redeemed? Pale ni makusanyiko tunaenda kupata msimamo. Ni kama wewe ni Muislamu. Watu 2 ama 3 wakapita. Hebu angalia kuna kamera pale unaipe mgongo. Songa hivi unanzuia hata mimi. Mzee hapa kidogo, naomba dakika yako 5, usifanye haraka. Na niko na vitabu hapa. Nipe dakika 5 mambo ya Mungu. Nitataka kuongea na huyu msikilize. Mimi niko na swali kidogo. Utanipa nafasi? Hebu niambie. Naam. Ulikuwa kupatana kwa kanisa ni kuungana. Ni kuungana. Pale kuna watu 2 ama 3 tutaenda juu. Na penye mko 3 nitakuja. Kwa hiyo inamaanisha kwamba Yesu pale watu wamekusanyikana 3 4 yuko hapo katikati. Hapana, hiyo ni ku-increase faith. Nikani kuelezea swali. Uni mtoto wako, si ndio? Ndio. Ukimpea kenye amefanya nzuri, umpe sweet. Alafu mwambie na by the way, ukifanya kenye umefanya na mabeshe zako afanye hivyo,
pia nitawapea swi. Naam. Sasa yeye anataka increase faith yako iwe juu. Kwa hiyo kwa ufupi ile kusema kwamba 2 watatu wakusanyikana pahali nitakuwa hapo, haimaanishi atakuwa hapo. Haimaanishi amefinywa ati mahali uko peke yako ndio anatokea, hapana. Anaku increase faith, amani yako ikuwe juu. Sasa zile mnaomba mkiwa wengi, 2 ama 3 kuendelea, anajua mnanipenda. Kwa hiyo kwa ufupi ni ile kufanya, yani kukupea watu kama moral kwamba waombe wakiwa pamoja. Ni kama mwili, unaona mwili wako si ni kichwa inafanya kazi, lakini kichwa ndio ifanya kazi. Sinaambia mkono na mkono, si uko na mbili, uko na pia miguu mbili, lakini akili ikifanya kazi yote inafanya kazi pamoja. Akili ikifanya kazi inafanya yote kazi. Maanake kama akili hakuna, mkono hata kushika haiwezi. Lakini kuna hii kitu ambayo kwamba nataka uniweke sawa. Wewe unasema kanisa ni roho yako, sio? Kwa hiyo kanisa hauendi. Ni mimi. Kanisa ni wewe. Ni mimi. Kwa hiyo mwili wako ni kanisa. Naam. Unaambiwa usichafue mwili yako. Yesu kuna mahali alikuwa anaenda kuabudia Mungu? Naam. Kwa maana aliwapiga viboko. Wapi huko? Sikuwa Jerusalem temple. Jerusalem ni sehemu, ni mji. Pale akiwa Jerusalem kuna mahali alikuwa anaenda kuabudia? Kuabudia hiyo nayo. Kwa hiyo Yesu alikuwa haendi popote kuabudia. Yeye ilikuwa akitaka kuabudi ni katika roho yake. No, alikuwa anaenda ndani. Wapi? Ndani wapi? Ndani kwa msehemu inaitwa Jerusalem. Unaona Jerusalem? Jerusalem. Sikiza mzuri. Jerusalem temple alikuwa anaenda kimwili. Sinaenda anawahubiria. Lakini walikuwa wanamkataa juu ile ukweli alikuwa anasema. Wayahudi na kueleza. Wayahudi walikuwa naamini mwanadamu haizi kuja kwa kitabu inasemanga mwanadamu haizi kukufia nini yako inatagwa sins zako haizi kukufia. Naam. Mimi mwenyewe sasa bado napigana na maneno ya mwili. Una mwili inataka. Lakini wewe penye niko ni mali napigana na spirituality. Kuna kitu tujaelewana. Kwa sababu nikisoma pale katika kitabu inanieleza kwamba kuna sehemu fulani tabia ya Yesu alikuwa anaenda pale kuabudia. Bimaana yeye kuna mahali alikuwa anajua hapa anaabudia Mungu. Sawa? Sehemu hiyo unaijua ama hujui? Naijua. Inaitwaje? Jerusalemu ni kama kusema Nairobi. Mount Temple. Itagua penye atashuka siku ya mwisho na koga itagua Mount what? Inakoga Jerusalem ile ya East. Acha nikusaidie. Mzee, acha tupate faida alafu uende ama bado una haraka? Niko na haraka. Basi. Una haraka yenyewe. Acha tujue spirituality is more important. It's very important. Exactly. Hii ni kitabu ya Luka 4:16. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na nakupa ruhusa tu ina shida, lakini sikiliza hii moja ndio uende. Sawa? Ikiisha uende. Akaenda Nazareti. Hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato, akaingia katika nini? Hekalu, sinagogi. Kama ilivyokuwa nini? Desturi. Nini maana ya desturi? Desturi ni kenye wamezoea kufanya. Exactly. Kwa hiyo Yesu alikuwa amezoea kuingia katika sinagogi. Tunaona Yesu kawaida yake alikuwa anaingia katika mahali. Mzee, uko free? Unasikiza? Haya, songa hapa, songa. Mahali inaitwa sinagogi. Wewe unasema wewe kanisa yako ni roho yako. Na Yesu yeye alikuwa anaendanga kuabudia katika sehemu fulani. Na Yesu akasema kwamba mjitie nira yangu na mjifunze kwangu. Bimaana sehemu alikuwa anaenda, kama utajifunza kwa Yesu, sehemu alikuwa anaenda, na sisi tufanyaje? Pardon? Ikiwa tutajifunza kwa Yesu, sehemu ambayo kwamba alikuwa anaenda, na wewe umejifunza kwake, unakopi tabia yake, pia lazima uende sehemu alikuwa anaenda nani? Yeye Yesu Kristo. Exactly. Na sisi tunapata alikuwa anaenda katika sehemu inaitwa nini? Hapo sasa kuelewa. Sinagogi. Ilikuwa kawaida yake anaabudia katika sinagogi. Kawaida. Exactly. Kuabudia na kwa maana naona akiwa na miaka 12 na miwili alitafutwa
Sawa, walikuwa wanatokaga, naona venye naweza kueleza kitambo hakuwa na magari ama ni punda, mnatumia punda ama mikokoteni, zinakaa mikokoteni. Sasa penye walikuwa wanaenda in a group in case. Kwani sinagogi ni nini? So sikize, si ni mahali pa kuabudu? Ni jengo ama si jengo? Ni jengo. Ndio hiyo sasa point. Lakini aliulizwaje? Umekuja kubadilisha? Akasema sijakuja kubadilisha maneno ya Musa. Nimekuja kuitengeneza kabisa. Kwa sababu sinagogi haikuanza na Yesu, imeanza kabla ya Yesu, mwenyewe amezikuta. Ushanielewa vizuri? Lakini unaweza nijibu swali? Bado tuko hapa. Mbona alipigwa mawe? Nataka unijibu hiyo. Mbona alikuwa anataka kupigwa mawe? Alikuwa anataka kupigwa mawe ni sababu ni hii, ni kwamba yeye aliita watu wanafiki. Na mtu, subiri kidogo, mtu yoyote huwa hapendi kuambiwa ukweli. So alipata Wayahudi, na Wayahudi walikuwa na unafiki mingi, si uongo. Kwa sababu ukisoma kuanzia Mathayo 23, the whole chapter, Mayahudi katikati yao walikuwa na wanafiki. Yesu mwenyewe anasema walikuwa. Ukisoma katika kitabu ya Matthew chapter 23 kuanzia 1, teremko hiyo chapter yote amewaita hao waandishi na Mafarisisi, amewaita wanafiki more than 8 times. Wanafiki. Sasa alipoingia katika kanisa akawaita hivyo wanafiki, wale wakakasirika, ndo akataka kumpiga nini? Kwani wewe mtu akikutukana kidogo huwezi mpiga mawe? Can I challenge you? Ngoja kwanza. Wewe mtu amepata umekaa, ukamongelesha vibaya, si lazima utapanda? Si unaweza fikiria hata kumpiga mawe? Utapanda mori. Exactly. Wale walipanda mori. Na si ati useme sio lazima. Unajua wale Mayahudi Yesu waliwapata katika njia mbaya, na alikuwa na point makosa zao. Wewe useme sio mbaya. Ungekuwa kiongozi ndio ungejua nini mimi naongea. Maana ukiwa MCA mtu akuharibie jina utadili na yeye. Kweli uongo? Wewe usiseme hivyo. Wale walikuwa ni maviongozi na ndio walikuwa wanaongoza masinagogi na mahekalu wakati ule. Najua chenye kiko mimi kuna ile uamuzi wangu niko naye. Uamuzi wako ni kwamba unaenda wapi? Hata uamuzi wangu unaenda kuabudia wapi? Njia hakuna ingine. Ndio, mimi sijaongea katika njia hakuna ingine. Hata mimi hakuna njia tutasema ni moja ya Mungu. Njia ingine ni mbaya. Sawa? Sasa hiyo njia, ngoja kidogo, hiyo njia ya sawa alifundisha Yesu kufundisha. Alifundisha. Na alipofundisha hiyo njia ya sawa, alisema watu wapite njia hiyo ama wapite kwingine? Wewe mwenyewe unajiamua. Sasa kwa ufupi wewe unamaanisha hivi. Alisema yeye mwenyewe. Wewe, mimi nimeshakuwa mtu mkubwa. Najua mazuri na mabaya. Kwa hivyo mimi kenye ninaamua ndio nitafanya. Kwa hiyo kwa ufupi wewe, ngoja kidogo. Hebu subiri kidogo. Ngoja kidogo. Hapo rafiki yangu ni makosa. Kwa nini? Ni makosa ngoja basi mngenisikiliza. Ni makosa kwa maana hii. Yesu amekuja kufundisha njia. Kweli uongo? Wacha nikuulize tu. Ni kweli uongo? Kweli. Amekuja kufundisha njia. Wacha nikuulize swali moja. Una mtoto? Na mtoto. Kuna mtoto? Ndio. Ni mdogo? Anakuwa. Unajua vile anavyokuwa? Naona tu akiwa. Lakini hujui vile anakuwa? Hawezi jua, utajuaje? Basi kama hujui. Kwani akifika miaka 5? Hiyo ingine tu. Sasa mtoto, ngoja, mtoto. Jambo ndogo na mtoto. Mzee sasa, ngoja kidogo. Hakuna cha mzee, ngojea kidogo. Ngoja. Huyu mtoto akiwa, ngoja kidogo. Huyu mtoto akiwa mwezi moja na sasa kuna miaka 6, mimi nitakosa kujua amekuwa? Sasa nataka kuuliza. Nitakosa kujua? Hautakosa kujua. Kwa hiyo najua. Lakini yenye unajisumbua. Kuna vitu, subiri kidogo. Kuna point mzee anatoroka. Ngoja subiri. Nitakupa. Ni kwa sababu wewe unaongea na wewe anaongea. Mimi nakupa chance. Kuna kitu mzee anataka aelewe. Mzee, Yesu amefundisha njia. Kweli si kweli? Ni kweli. Na hiyo njia amesema tufuate ama amekataza? Amesema tufuate. Asante. Hiyo njia aliyofundisha tunapata aliingia kwa sinagogi ama hapana? Aliingia. Na kama nataka uifuate lazima uingie wapi? Si sinagogi. Uingie kwa mwili. Kwa hiyo hawamfuati.
Sasa ni wewe unionyeshe ile microphone kuombeleza kama ile nyumba yako. Sasa wewe kwa ufupi unamaanisha hivi mzee. Ngoja kidogo, acha kwanza huyu mzee alafu aende. Mzee, huyu anamaanisha hivi kwamba Yesu alikuwa hajui nini anakuja kufundisha. Kwa sababu kama Yesu anakufundisha hivi, okay, Yesu anakufundisha ingia hapa. Alafu unasema mimi nitafuata kichwa yangu. Kwani kazi Yesu ilikuwa nini? Unaweza nipeta fadhali. Haya, chukua sasa. Sawa. Naitwa nani? Kim. Na wewe? Ray, naomba kidogo dakika 5 tuongee maneno ya Mungu. Iko sawa? Bana, spirituality iko poa kuliko pia mwili. Sawa. Alafu nitaenda. Msikilize huyu. Huyu ni Mkristo, mimi ni Muislamu. Hebu ulikuwa unasemaje? Naweza uliza. Penye tulikuwa tumekazwa ndio akuje kwa mwili. Tulikuwa tumekazwa kitu fulani. Wanadamu, unaona venye Mungu ni msafi. Hatungepita ile kiwango. Unaona vitu tunafanya. Hatukuwa mzuri, unapea wale the poor everything. Your deeds won't make it to heaven. Umesikiza? Ni chenye iko ndani ndio utakupeleka wapi? Yesu alikuja, hakuja kubadilisha maneno ya Musa. Alikuja kuirekebisha. Shika hiyo. Tumefika hivyo. Kukuja alifanya kitu statement fulani moja. Na hiyo ndio ilituma Wayahudi wamchukie. Alisema I am before Abraham I am. Unajua hiyo ndio statement peke yake inatumikana na Mungu. Unajua mbona Wayahudi waliamka wakachukua mawe akataka kumpiga. Acha kunizuia tuangalie bali. Pole. Kuna kamera. Iko kamera. Kwa hiyo hiyo wakati wote hujui. Niletea Mungu wangu bana. Unakaa hapa nusu bana. Nikuulize swali. Nakoa kidogo kifua. Endelea Nikuulize swali. Ndio wakote mawe Wayahudi walikuwa wanaamini Mungu. Na aliwapenda wao wa kwanza. Na akasema akapromise Abraham. Wewe ndio inchi zote zina exist watabarikiwa kutoka kwako. Sasa nataka sasa uelewe hapa. Waislamu wanakubaligi kuna Ishmael. Si ni kweli? Tunakubali. Sisi wa Kristo tunaamini tumepata kutoka kwa Yahudi, kutoka kwa Isaac. Ni kweli? Kwa kweli nataka kueleza hivi. Firstborn alikuwa itagwa Ishmael. Ni kweli? But Mungu yani Abraham alikuja kalia na huyu firstborn utaenda aje? Akamwambia hapana. Huyo naye utatokea wafalme na kila kitu, lakini si huyo nimekuambilia. Kuna mtoto mwingine na huyo ndio dunia yote itafika. Yani alikuwa amepanga kuna miaka. Unajua Mungu si mwanadamu. Yeye anajua miaka ile na kwa maana naambiangwa kile kitu Mungu amekuambia ufanye wanadamu wengine wataelewa. Na kwa maana Abraham hakuambia Sara. Alitoka na mtoto wake wakaenda. Atatupea tu. Usijali wewe tu. Hakuambianga Sara. Unajua kwa nini? Juu ya hawa yani kenye Mungu tumezaliwa na mikono mbili. Ni kweli? Lakini mikono mbili pesa unapeananga na mikono gani? Yote mbili ama moja? Si ni moja? Hii kijua kenye unafanya itaenda kwa maana yeye alifanya yeye siri, aifanye kenye Mungu anataka. Ndio hiyo kitu. Sasa kuna penye nataka kueleza ndio uelewe. Shetani ni mtu alishindwa. Sawa? Alikuja akajaribu Yesu mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Akashindwa. Na pale aliona huyu mtu juu si mtu. Huyu kuna maneno fulani yako nayo. Si yako spirituality. Yeye mwenyewe akaonaje wacha tumuue. Itafanya kitu fulani nitagua. So ndio kumbe ilikuwa plani ya Mungu. Mimi nataka mumuue. Unakumbuka? Kwa hiyo Mungu alikuwa amepanga Yesu akufe. Nataka sasa nikukumbushe na utaelewa. Na unikumbuke sana. Sawa? Rudi nyuma Musa akitoka kwa Egypt. Kuna lamp inamaanisha kambuzi kadogo. Si unakumbuka kambuzi kadogo? After 6 days ilipakwa damu wapi? Juu. Kabla ule malaika hajakuja ilipakwa kichwa, alafu ikapakwa after siku 2 ikapakwa miguu damu. Unajua mbona Waisraeli wakulagi miguu? Bone marrow. That's why. And the same date in a March na ile Kristo alikuja akaoshwa na malaya. Unasikia kama malaya? Kila mtu roho. Unajua tunaweza kaa watu wa 10 hivi
Lakini si Yesu kwa hapa. Hebu nikuulize swali. No, malaya akikuja zile roho unasikia vinyezi huyu zinaongea. Yesu naamini ni Mungu ama si Mungu? Ni Mungu. Alafu Mungu akaoshwa na nani? Ni Mungu. Akaoshwa na nani? Akaoshwa na malaya. Mungu wako anaoshwa na nani? Na malaya. Na malaya. Alioshwa na malaya. Kwanza alichukua hivi wigi yake. Unajua? Hebu ngojea kidogo. Alioshwa na perfume. Unakubali maneno? Mungu wako alioshwa na malaya? Alioshwa na yeye juu. Unakubali? Hivyo ndo wewe unakubali? Hivyo ndo kwa Bible iliandikwa. He was so humble. Do you know what's humility? Kwa ufupi, subiri kidogo, tunaenda polepole. Kwa hiyo Yesu ni Mungu na akaoshwa, tuseme, acha nisitumie jina mbaya, acha nitumie jina mzuri. Akaoshwa na mwanamke ambaye sio safi. Sawa? Mwanamke wa kutembea tembea. Alafu mnamwabudu pia. Na mnamwabudu. Naam. Na huyu Yesu alikuwa humble, akakaa kwa tumbo ya Mariamu miezi 9. Naam. Lakini nikuuliza swali. Kabla ya kuuliza swali, niko hapo tu. Kwa hiyo miezi 9 akiwa kwa tumbo, watu walikuwa wanaabudu Mungu ama hapana? Si ni Mungu? Wanaabudu Mungu yuko mbinguni ama yuko Mungu yuko tumboni? So kichwa yako inamaanisha Mungu wako aje? Ngoja, si Mungu wako aje. Wakati huu akiwa katika tumbo, wacha kwa kichwa yangu, mimi nataka wewe yako. Nataka yenyu. Nataka yenyu. Sijasema natoshana. Unamtoshanisha. Kwani mimi simtoshanishi jameni. Nasema kitu fact imeandikwa. Alikuwa kwa tumbo ya Mariamu hakuwa? Alikuwa. Watu walikuwa wanaomba wanaomba Mungu yuko kwa tumbo ama hapana? Yako huko juu. Wakati huo alikuwa wapi? The Father. Ukisema the Father unamaanisha ni maana Yesu ni Mungu. Ngoja tutukue hapa. Unajua mimi sitaki kuruka. Unajua umeongea maneno mengi na hii maneno yote umeongea, iko na mchanganyiko. Kwanza ukaongea mambo ya unyinyi mnaamini Isaka, sisi tunaamini Ismaili. Wrong. Waislamu tunaamini Isaka na tunaamini Ismaili. Wote wawili tunaamini ni mitume na ni manabii wametajwa. Ngoja kidogo. Waislamu tunaamini Yesu na tunaamini Muhammad. Unaamini Muhammad tunamwamini na Yesu tunamwamini. Alioa mtoto wa miaka 9. Sasa wewe acha kusikiliza maneno, kwa sababu nikwambia tu evidence ndio utaileta hiyo evidence. Ushasikia? Na wewe naye utaniambia Yusufu alioa Mariamu akiwa miaka ngapi? Utaniambia. Sio mambo ya kuelewana, utaniambia kwa sababu na vitabu zetu zinasema alikuwa miaka 9 pia. Na pia majusi marabi waulize Mariamu alikuwa na miaka 9. Akimzaa Yesu alikuwa na miaka 11. Ujao hivyo. Pardon? Utajua tu pardon. Ndio miaka 11. Mary akizaa Yesu. Miaka 11. 11. Na alikuwa olewe akiwa miaka 11. Sasa wewe you are not illiterate but you give me the evidence, kwa sababu mimi kwa hiyo kitabu umetoa ndio mimi nimetoa hii. Ikiwa this is right, subiri kidogo. If this is right, even this is right. If this was 11 na if unapinga wewe uniambia ilikuwa miaka ngapi kwa nini? Ndio hivyo, kwa sababu ndio hivyo utasikia na mimi, kwa sababu ni masomo hujapitia. Mariam was 11 years akimzaa Yesu. 11 years. Go and do your research. In fact, kuna rabbis hata Kijews. Sisi kwa vitabu vyetu kwa Kiislamu inasema hivyo. Ushasikia? Kuna rabbis wa Kijews wanasema hata alikuwa less than that. Exactly. Jacob alimuoa Rebecca akiwa na 3 years. Kitabu yenyu kwa yenyu. Subiri kwanza. Sasa tusiende huko. Tusiende pali mingi. Hiyo ni kitabu yenyu. Na go msimuko na ngoja kidogo, subiri. Simuko na smartphone. Go and Google. Fanyeni research. How old was Rebecca akiolewa na nani? Kitabu yenyu. Rebecca akiolewa na Jacob. Enda mtafute. Ni alikuwa miaka ngapi? Kwa sababu alikuwa na 4 wives. Sasa angalia ule Rebecca aliolewa kwa miaka ngapi? Sasa hiyo ni yako, kama alidanganywa ama kama alidanganywa. Mtoto wa miaka 3 utamdanganyaje na wewe naye? Subiri. Miaka 3. Wewe naye, wewe shauri yako na usomi wako, kwa sababu nakwambia vitu vya vitabu zako na niambia not illiterate. Who was Jacob? Jacob was Israel.
Am I correct? Alikuwa na bibi wangapi? Kaenda kwa anko yake. Alikuwa bibi wangapi? Kwa kwanza, si unisikize. Sasa uko na microphone nimekuacha uongee. Naweza ongea. Unajua huyu shida unarukaruka. Ngoja kidogo. Shida unarukaruka kwa sababu hii kurukaruka itatusaidia. Tunaweza elezana na Jacob. Jacob alienda kwa anko yake. Amehepa Esau. Ni ukweli ama alikuwa na wake wangapi? Wanawake ni 4. 12. Si 4, 12. Wanawake 12, yeah. Alafu nasema you are not illiterate. I'm not illiterate. That's why I'm not illiterate. Jacob alikuwa na wanawake 4. 4 wives. 4 wives. Sawa? Mmoja katika hao ni Rebecca. Rebecca alimchukua akiwa na 3 years. Kuna 2 sisters. Exactly. Na kwa hao 4 ndio walipatikana watoto 12. Ushanisikia? So don't say I'm not illiterate, I'm not illiterate. Yet nikwambia vitu zako uzielewi. Hakuwa mamaid. Si tunajua wale wives 4. Tunawacha hapo. Tunarudi pali ya pili. Sasa kwa watoto unahesabu watoto wake walikuwa ngapi basi? Hiyo watoto wa Jacob ni 12. 12. Kwa watoto 12 walitoka kwa wanawake 4. Kabisa. Kwa sure. Ala. Wewe unasema I'm not illiterate. Ndio sababu wakaita kabila 12 ya Israeli. Kwa sababu hiyo 12 ya Israeli ni hao watoto 12. Subiri, Israeli sio kabila, Israeli ni jina ya Jacob. Sasa ukisikia wana wa Israeli, yani wana wa Yakobo. Na alikuwa malaika alimguza hapo. Sasa subiri kidogo. Tunaenda kwa maneno ya Mungu sasa. Ukasema Yesu ni Mungu ambaye unakubali na huyo Mungu nyinyi mnamwabudu. Ndio nikasema alikuwa kwa tumbani mwa Mariamu? Ndio. Umekubali. Nikasema wakati huo akiwa miezi 9 kwa tumbo ya Mariamu, watu walikuwa wanaabudu Mungu wako wapi? Hapa ndo tuna shida. Kwa sababu ile miezi 9 yeye alikuwa kwa tumbo kama yeye ni Mungu. Watu walikuwa wanaabudu Mungu yuko kwa mbingu ama yuko kwa tumbo? Kwa mbingu. Kwa mbingu aje na alikuwa kwa tumbo? Cause akili yako iko so small, you are limiting God to this. Asante. With your big mind sasa. You have a big mind, mine is small. Asante. Mariamu alikuwa anaabudu nani? Nani wa? Mariamu. Si Mungu. Kwa nini anaabudu nani? Kwa hiyo miezi 9 Mungu wako kwa tumbo yake. Mariamu alikuwa anaabudu nani? Nitakupa mwana. Na mwana mwenyewe ataitwa Mungu na sisi. Umenielewa? Ndio, huyo Mungu ambaye Mariamu alikuwa anaabudu ni nani? Alielezwa kitu kingine, alielezwa utapata mwana na mwana. Sikiliza, you have a big mind, yani yangu ni small. Si nimekubali? I'm not confusing you. Umeanza kuwa confused. Umeanza kuwa confused. Mariamu ako na Mungu. Subiri, na ako na mimba. Hiyo mimba ni mimba ambaye ni Mungu wako kwa tumbo. Tushakubaliana mpaka hapo? Kwa hiyo mtoto wako kwa tumbo ya nani? Ako kwa tumbo. Na huyo mtoto ni nani? Ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ambaye ni Yesu. Mariamu anaabudu. Alikuwa anaabudu Mungu gani? Naam. Sasa nitakueleza. Unaweza nipeka unyamaze nikueleze? Ndio hiyo Mike. Na iko hivi. Nikueleze saa iko hivi. Mungu mwenyewe si yako. Sisi akili yetu ni ndogo. Ni ukweli. Sisi tuko wadogo. Unaona kale kamwili tunaishi miaka ngapi? Hata 100 kuna mtu anapitaga siku hizi. Hii generation hakuna. Ni ukweli. But sasa tuko so limited, inafikiria is just a one person. Mungu alikupenda sana na usikisa wao John 3 inakuwa ni John 3:16. Nasema ngaje? For God so loved the world that he gave his only son. For whoever believes in him shall not perish but have an everlasting. Hiyo hatuwezi sahau. Umenipata? Yeye ako. Umenipata? Kuna Godhead. Umenipata? Lakini sisi kwa shinanga tukicomplain aje mwili zetu. Sasa wewe unataka tuingie huko. Ni sawa? Wewe unataka tukue. Umetupenda bila, yani umetupenda hadi kuzidi malaika. Lakini unataka aje tukufanye aje? Mna complain mwili zenyu ni ngumu. Mimi nitakuja sana nishu. Kwa hiyo akashuka kwa tumbo ya Mariamu. Akashuka Mwenyewe. Sawa, ule akawacha nani? Shika hivi. Kuna unaweza tulia. Wewe unatumia neno I'm not illiterate. Unaona penye natokea? Mimi nataka nikupate vizuri. Nimetulia Mungu ameshuka. Si Mungu amefanyaje? Ameshuka. Asante. Ndio nikauliza swali. Kama ameshuka amevaa mwili. Kule amewacha nani? Sasa you are limited.
wewe ambaye kwamba you are not limited. You are not spiritual. Mimi nimekubali I'm limited. Na I'm taking that. Yeah. I'm taking that. Yeah. You are not limited, wewe uko diverse, sawa? Yeah. With your diverse mind. If I mine can is tell you, limited. I'm I want to everywhere. understand you. If I can ask you, okay. Kwa sababu mimi najua Naam. hii ni kitabu. Naam. Hii ni nini? Iko juu, sawa? Nimeishukisha chini. Sawa. Yeah. Imefanyaje? Yeah. Imeshuka. Iko wapi? Iko chini. Hapa kuna nini? Free space. Mungu, ngoja tunaenda polepole sasa. Ndio hiyo sasa. Yaani unataka kulimit Mungu akae kwa akili yako. Design akili yako. Unajua huyu hataki kujibu swali. Siko unaelewa hiyo Don't wako. use defensive language. Umeelewa? Wewe mwenye akili ambaye kwamba ni diverse. Mungu ameshuka. Ngoja kidogo. Ameshuka. Akaingia kwa tumbo ya nani? Kwa mwanadamu Maria. Sasa yuko kwa tumbo ya nani? Sasa ako limited, amefika hapo, ametoka huko. Ametoka huko. Kwa hiyo huko iko mtu hakuna. Sasa ni muongo akisema niko kila mahali. Ni muongo akisema ako kila mahali. Hawezi ni swali nataka unijibu. Mungu hawezi kanda ni achonda ni amafi. Hawezi kanda ni swali na kuuliza. Ni swali. Hiyo sio maneno ya kweli. Akikwambia ako kila mahali. Ngoja kidogo, ni uongo kwa sababu hii. Ni uongo kwa sababu hii. Hawezi kuwa na gunia ya makaa ukaniambia Mungu wako ndani ya gunia ya makaa. Hiyo kudhalilisha Mungu. Hawezi kuwa umekunywa bia, umemaliza bia, ukasema Mungu yuko kila mahali, yuko ndani ya chupa ya bia. Rafiki yangu, usiseme hivyo, ushasikia? Kwa hivyo usitumie hiyo lugha. Mimi nataka kuelewa. Huyu Mungu ameshuka. Mimi limit. I want you your diverse mind to explain to me how God ameshuka. Kwa sababu ni lugha umetumia. Ameshuka, akaingia kwa tumbo. Kwa sababu nataka niamini ule kwa tumbo ni Mungu. Ndio alishuka. But at the same time, unataka timini niamini kwamba bado ako huko. Sasa nakueleza. Bro, oya, umesoma Old Testament? Kuleta nini? Umesoma Old Testament? Kila masaa Gabriel anapatana na msee, anamwambia don't be afraid. Don't be afraid. Usiniogope, ni Mungu amenituma. Lakini unasikia Mohamed kupatwa. Alijificha akaenda akajifunika hivi. Ni uongo ama ni kweli? Usibadilishe topics. Sijibu kwa sababu hii unabadilisha topic. Usijaribu kutoroka. Tuko kwa Yesu. Ameshuka. Ameingia kwa tumbo. Exactly. Kwa hiyo sasa yuko wapi? Ako kwa tumbo. Kule juu. Mungu bado ako. Unaona Kwa hiyo hapa unataka kunionyesha kama kuna Mungu wawili. Kuna mmoja yako juu, kuna mwingine yako kwa tumbo. Subiri sasa, subiri. Wewe mwenye akili pana umeshindwa ku explain. Another thing, Mariamu alikuwa na ngoja kidogo. Hataki kuelewa. Asante. Nataka unieleweshe. Mariamu si alikuwa anaabudu Mungu? Naam. Ule Mungu alikuwa anaabudu ni Yesu ama ni Mungu mwingine? Tuburudia. Hiyo umesema? Mariamu alikuwa anaabudu Mungu ama hapana? Alikuwa anaabudu Mungu. Na Yesu ni Mungu. Naam. Mariamu alikuwa anaabudu Yesu ama alikuwa anaabudu Mungu mwingine? Tunaweza fungua Isaya? Tunaweza fungua? Fungue. Isaya ngapi? Nilikuwa Isaya what? Ndio kuonyesha was a child not promised. Dogo tu. Was a child not promised. Mimi napenda spirituality. Kabisa. Tunaona hii mwili itatuzika. Hata mimi naipenda. Hii mwili itatuzika. Isaya ngapi? Ngoja Isaya. Alafu katoa Yohana 3:16 pia utanielezewa. Kwa maana Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee. Huyu mwana ni nani? Nani huyo? Ndio mimi sijui kwa sababu hajataja. Ni nani huyo mwana? You guys, na Mungu alipenda ulimwengu. Mungu gani alipenda ulimwengu akatoa mwana? Kwa sababu kuna Mungu aliyetoa mwana. Huyu mwana ni nani na huyo Mungu ni yupi? Mungu. Utaniambia hapo. Na kwa maana nimesimama kwa sababu ni andiko umetoa kwa sababu kuna mambo mawili. Neno unanipea uhai kila siku. Subiri kidogo, subiri. Kuna Mungu aliyopenda ulimwengu na alipopenda ulimwengu akatoa mwana. Ule mwana aliyetolewa na Mungu ni nani? Na huyu Mungu aliyetoa ule mwana ni nani? Umesemaje? Unatu confuse hapo. Tumesema? Wewe umenielewa? Mimi sijakuelewa. Wewe umenielewa? Nimekuelewa. Hebu rudia. Umesema? Ama nyinyi muko sokoni? Ulisoma andiko 3:16 kwa Kizungu. For God so loved the world that he gave his only begotten
Son, si ndio? Kwa Kiswahili, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Sawa? Nikauliza huyu mwana wa pekee ni nani? Yesu. Kwanza ni Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mwana? Naam. Oh, si Mungu tena. Son. Alijita son. Ngoja kidogo. Huyu son ndio God ama si God? Son. Ni God. Son. God. Ni God ama si God? Umeelewa? Nimekwambia ni Mungu lakini mwana anajipa, anajinyenyekea. Ngoja. Kwa hiyo ni Mungu yeye. Umeelewa? Ni Mungu. Okay. Turudi kwa hiyo andiko. Yesu ndio Mungu. Tunarudia hiyo andiko taratibu. Unayo confused. Sasa ni wewe ndio uko confused. Wewe ndio uko confused. Ini kichwa yako. Sawa, tunapatana, si ndio? Sawa. Ini kichwa yako. Twende kwa hiyo andiko. Acha nifungue. Nikuuliza tu swali. Ni kichwa yangu hii. Ni mwili. Ini kichwa inafanya kazi. Kwani hii kichwa kipiga signal, mikono na miguu ifanya kazi. Unatembeaga ukifanya ngashia zote. Ama? Wewe kuja niulize hapa. Limit Mungu akai. Sio Mungu alimit. Wewe naye si udhalilishe Mungu. What you are doing unadhalilisha Mungu. Mungu aingiaje kwa tumbo? Kwani wewe ngoja kidogo. Wewe ngoja, subiri. Wewe unakosa kudhalilisha, unakosa kulimit Mungu mpaka umdhalilishe. Mungu kuna vitu ngoja subiri. Kuna kitu Mungu hawezi fanya. Mungu hawezi kuja akavaa jezi ya Arsenal aichezee kwa sababu anaweza fanya kila kitu. Wewe ujue kuna sifa za Mungu. Ngoja 3:16 tunarudi hapo. Usijifanye mjanja. Unaruka hapa Mohamed. Sikiliza hii swali. 3. Ngoja kidogo tunataka kumaliza kitu moja hapa. 3:16. Ulisema. Inasema hivi. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini? Dunia. Kwa hiyo kuna Mungu aliupenda dunia. Wewe nikakuuliza huyo Mungu ni nani? Umesema ni Yesu, si ndio? Kwa hiyo Yesu si Mungu. The Father. Umeshika kile nimekuambia. Yeye alikuja kwa mwili na ushike hii kitu. Alikuja kwa mwili, nisijisifu juu nimekuja, juu nimetumwa na Baba. Umenielewa? Akakuja akasemaje? Na by the way, mimi I am. Unaona akikuja akipigwa mawe alisema I am. Unajua mbona alikuwa mchukulia mawe? Juu anajifanya Mungu. Unaona hiyo, that's the title. Ni Mungu peke yake anatumia, lakini alitumia. Kwa hiyo Yesu alitumwa na Baba. Alitumwa na Baba. Kwa hiyo kuna Baba na kuna Yesu. Na kuna Yesu. Baba ni nani? Baba ni nani? The Father. Kwani wewe ndio ni nani yeye? Ni nani? Nakuelezaje? See, there is the Godhead. They are the three. The Father, the Son and the Holy Spirit. Nini auelewi? Kuna mahali imefundisha kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho. Naam. Wapi? Sintatumana Revelation shika. Salienda na mwili ama kwenda? Kwa hiyo wewe wakati wote kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho. Si ndio? Helper. Mnasemanga helper atakuwa Muhammad. Mungu Mwana shaikufa? Alikufa na akafufuka. Mungu Baba shaikufa? Kwa hiyo Mungu Mwana na Mungu Baba wanafanana? Naam. Kwa nini Mwana anakufa Baba hakufi? One and the same. Kwa nini Mwana anakufa Baba hakufi? Ati Mwana anakufa na Baba hakufi? Kwa maana alivaa ya mwanadamu. Ngoja sasa. Alivaa mwili ya mwanadamu ni nani? Ni Baba ama ni Mwana? Nishikie kidogo na nitakueleza. There was once a garden. Ni sawa? Hii garden umuovu alisikia wivu. Kuna maandiko 3. Tusikize. Nimekuacha uongee. Revelation umeweka kando. Nimekuacha uongee. Naweza ongea tafadhali? Haya, ongea. Sawa. Kulikuwa na Garden of Eden. Ni ukweli. Mimi na ujue venye Mungu ana reason, si venye mwanadamu ana reason. Huyu mwanadamu alinyang'anywa ile kifunguo nilimpe willingly. Alinyang'anywa na muovu. Umenielewa? Kutoka hapo tuingie Job. Unajua mbona shetani alikuwa na ile kiburi ya kuingia hivi mbinguni? Jua kona ile kifungu ile Adam alikuwa anafaa kuingia wapi? Pale. Umenipata? Yeye alikuwa na ile custody ako nayo. Lakini Mungu venye afikirii kama sisi. Tulia, najua kenye inataka kutoka. Tulia. Najua fikiri kama sisi. Yesu yuko wapi? Umenisikiza? Najua fikiri kama sisi. Ulichukua kutoka kwa mwanadamu na mwanadamu mwenyewe ndio atakunyang'a. Umenielewa? Asante. Na ushike. Sasa baada ya sisi kuongea kwanza tumetokea kwa Mariamu ilikuwa ni Mungu. Mwisho ukatoa 3:16
Sasa ukarudi, sio Mungu alikuwa pale, ni mwana. Bimaana huyu alikuwa kwa tumbo ya Mariamu, ni mwana. Si ni mwana? Ni mwana alikuwa hapo, si Mungu. Mungu mwenyewe alikuwa wapi? Kwa binguni. Usini confuse hiyo treat. Saizi Yesu yuko wapi? Ngoja tunaenda polepole. Ngoja kidogo. Yesu yuko wapi? Godhead, yuko wapi sasa? Right hand side. Ya nani? Yuko kama nani? Of the Father. Yuko kama nani? Mungu. Una hakika? Yeah. Unaweza nitolea verse? Sema aje? Sio kusema, una andiko. Ni kitumo? Una andiko Yesu yuko juu kama Mungu? Sikuelewi. Una andiko Yesu yuko juu kama Mungu? Kama Mungu aje? Wewe unasema saizi yuko at the right hand side, ninakubali. Nimekuuliza kama nani? Umesema ni kama nani? Kama Mungu. Kama Mungu. Una uhakika? Niko na uhakika juu yeye ndio judge wetu. Yeye ndio revelation. Na nikitoa udhibitisho hayuko kama, ngoja kidogo kabla revelation. Mungu wangu. Subiri. Unaona? Inaona? Tuingie revelation. Haya, twende revelation. Twende revelation. Mimi swali langu umeelewa? Anaona, mimi nimekuelewa. Nimeuliza yuko juu kama nani? Sawa? Haya, jibu. Ndio kujibu saa hiyo. Haki, nakupenda na beshte yangu. Tupatane huko. Haki, tupatane huko. Hii ni Kiswahili, uko na Kizungu? Mimi sina Kizungu. Sasa ndajuaje revelation? Si revelation ndio hiyo Ufunuo. Hapana. Revelation ndio Ufunuo. Hebu tulia. I think nikiwalamu kidogo tu. Ama nikusaidie? Nipe Kizungu mtu wangu. Ndakutafutia Kizungu. Acha mimi nikutafutie Kiswahili tuone kama utaelewa Kiswahili. Weka data. Ni saa ngapi sasa nani hapo? Masaa imefika hata. Leo una bahati. Napenda hata wenzangu wasaidike. Unisomee andiko niambie kama imekosea. Nataka unisomee maandiko mawili, uniambie maana yake ni nini. Hebu nisomee hii. Naona time imeenda. Nisomee hii. Maana yake nini? Hii, hebu nisomee. Uniambie maana yake. Hii ni habari ya Stefano akipigwa mawe. Aliunua macho, sawa? Akasema, lakini akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake akitazama mbinguni, akauona utukufu wa nani? Mungu. Huyo ni Stefano. Stefano. Na Yesu akisimama upande wa mkono. Ambaye nakubali. Wa mkono wa kuume wa nani? Mungu. Wa Mungu. Kwa hiyo Stefano ameona mbingu zimefunguka na akaona utukufu wa Mungu na Yesu amesimama mkono wa kuume wa nani? Wa Mungu. Muhammad hayuko hapo. Sawa. Stefano akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na mwana wa nani? Mungu. Mwana wa nani? Adamu. Mwana wa Adamu ni nani? Who the son of the man? Sasa ndio Christ. Okay. Kwa hiyo amesimama juu kama mwana wa nani? Mungu. Hapa mwana wa nani? Wa mwanadamu. Mwana wa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu yuko juu kama mwana wa Adam. Adam ni nani? Unafikiria ni ule wako? Sasa hapo ndo utaniambia. Kwa hiyo ukisema ati yako juu kama Mungu uongo. Haya, saizi amerudi. Subiri kidogo. Subiri. Si atarudi. Penye hujanishika. Ngoja. Atarudi kama nani? Kama Mungu. Yeye anarudi sasa kama Mungu. Sasa anarudi kama lion. Kama lion. Okay. Nayo. Hiyo nayo. Mungu wangu. Hiyo na Anarudi kama Mungu sasa. Anarudi. Sasa ako kama mwanadamu lakini atarudi kama Mungu. Alirudi kama alikuja. Si alirudi hata. Alikuja kama mwanakondoo. Lakini atarudi kama simba. Kukuja atuongelee kuja. Tuongelea ameenda saizi yuko juu kama mwanadamu. Anarudi kama si. Angalia sasa atarudi aje. Hapo atakapokuja mwana wa nani? Adamu. Huyu mwanadamu ni nani? Adamu. Ni nani mwanadamu? Sasa unakopiga kaya Adam. Huyu mwana Adamu ni nani?
Who is the first man? Sijauliza first man, nauliza huyu mwana wa Adamu. I'm asking you, who is the first man? Si hatuko kwa first man, usiruke. Tuko hapa. Kwa hivyo verse yangu imalize ndio ulize swali. Nataka sasa tu underline hii Adamu. Ngoja neno Adamu. Usishikilie neno moja, unataka kuzuia maana ya sentensi. Huyo Adamu ni first man, wachana naye. We are not discussing about the first man. Unaona hii tunaongelelea hii Adamu. Who is the first Adam? Sasa huyu atuonge rafiki yangu. Okay. Unaniambia kumfananisha kwa ufupi mimi simfananishi. Inasema andiko ndio inamfananisha, sio mimi. Boss. Sasa hii ukiniuliza ni maswali mengine kwa sababu what we are looking here. Mimi sijui kama kuna second ama third ama fourth. Sawa? Andiko iko wazi. Ngoja. Mbona mtaka yani mko na hii andiko yetu? Mbona ile umejibu mbona inakuwa mzito? Ninakuuliza nani first Adam? Sasa ukiongea first Adam nani? Ngoja, story ni nini first Adam second Adam? Okay, first Adam ni nani? Tuko kwa hii sentence hapa. Who is first Adam? Father. The father, baba. Yeah. Baba ndio Adam wa kwanza. Naam. Kwa hiyo unasema you are not illiterate, lakini watu wanaokusikiliza wanakushangaa. Kwa sababu ukisema ati Mungu ndio Adamu wa kwanza. Okay, nani aliumba Adamu? Nani aliumba Adamu? The father. Alafu kwani alijiumba? Nani atajiumba? Mbona una limit Mungu hivyo? Wewe umesema the first Adam ni the father. Alafu ngoja ndio na mimi nakuuliza. The father aliumba Adam, ndio. Nikakuuliza je, alijiumba? Unasema na limit. So sasa sisi subiri kwanza. Topic yetu ni hii. Ngoja kidogo, tusiconfuse watu wanaotufuatilia. Wewe ukasema Yesu ni Mungu. Nikakuuliza yuko wapi, ukasema juu. Kama nani Mungu? Ukakuuliza several times, ukasema kama Mungu. Tukaona yuko kama mwana wa Adamu. Ukasema sasa atarudi kama Mungu na uko sure. Nikakuonesha kwamba anarudi kama mwana wa Adamu. Nao umeona pale kuna msumari, harudi kama Mungu, ndio unaanza koroga the first Adam nini? Simba. Andiko ndio. Asante, kama simba iko ina exist kwa kichwa yako, lakini ile ina exist katika kwa kichwa yako. Revelation inakwambia kwa kichwa yako, lakini ile ina exist kwa maandiko. Inasema hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake. Bi maana kwamba Yesu atarudi kama mwana wa Adamu. Utukufu ina shida. Hiyo utukufu wa baba ama wake, utukufu wa Yesu. Na utukufu huo watu wengi wanao. Sasa uelewe. Utukufu wa nani? Wewe unajielewa? Nikuulize swali, utukufu wa nani? Utukufu wa Yesu. Wa baba ama wake? Utukufu wa Yesu. Bas. Wake. Ngoja kidogo. Bas, amemaliza. Subiri kwanza. Sasa huyu anatoroka. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Huyu muoga anatoroka kwa sababu Yesu, ukisikia neno utukufu, wanadamu wa kawaida wako na utukufu wa nani? Utukufu wa Yesu. Na subiri, na kusema neno utukufu I see a big deal, is the smallest deal in the world. Why? Kwa sababu wanadamu wa kawaida wako na utukufu. Kwa hiyo wewe sema neno utukufu ni Mungu, the way anataka kuframe. Hapa point ilikuwa hivi, Yesu anarudi kama Mungu ama hapana? Andiko inasema anarudi kama mwana wa Adamu. Kwa hiyo ni mwanadamu. Pili, anarudi kwa utukufu wake. Utukufu huo Yesu hana saizi, alipewa wanafunzi. Yamaanisha nini kwa kizungu? Sasa hiyo mada nyingine. Kwa hivyo inshallah, utukufu yamaanisha nini kwa kizungu? Utukufu. Na nasema utukufu wangu si wake, utukufu wangu narudi. Asante. Nani anarudi na utukufu wake? Yesu. Umesoma kinyo umesoma? Nimesoma. Soma tena. Inasema hivi, hapo atakapokuja mwana wa Adamu. Huyu ni kwanza mwanadamu. Huyu mwanadamu wako na utukufu, sio Mungu. Na huyo utukufu ni wa kibinadamu, si wa kimungu. Sawa? Na malaika watakatifu pamoja naye. Si wa kimungu, ni utukufu wa kibinadamu. Exactly. Ushaona? Kabisa, kwa sababu sita frame unavyotaka. Mimi naenda kwa andiko. Atakayerudi ni mwanadamu na atakuwa na utukufu wa kibinadamu, si utukufu wa kiungu. Tushaelewana vizuri? Na hiyo neno utukufu isikuwe, ngoja kabla ya mara ya pili. Ngoja kwanza. Kwa nini utukufu inamaanisha nini? Utukufu pale ni maneno ya Mungu. 17:22. Anasema, Yesu anasema hivi, nami utukufu ule ulionipa, naambia Mungu. Utukufu ulionipa, bi maana Mungu amempa nini? Amempea utukufu. Kwa hiyo Yesu ako na nini?
Ako na utukufu. Amepewa na nani? Amepewa na Baba. Asante. Hiyo utukufu ulionipa nimewapa wao nani? Wanadamu. Kwa hiyo wanadamu wako na nini? Wana utukufu, lakini mimi ndo nawapea utukufu. Shika hiyo. Kama vile Yesu alikuwa hana akapewa. Twende pole Subiri, pole. rafiki yangu, huwezi koroga. Unajua sasa wewe unachotaka naona ni ubishi. Yesu ako na utukufu. Utukufu ule amepewa na Mungu. Utukufu huo wa Yesu ameuchukua akaitoa akapea nani? Wanadamu. Bimaana sasa hana wanadamu ndio wana utukufu. Kwa hiyo ukisema ni Mungu, wewe ujijue labda ni wewe. Ndio fikie Mungu, unafaa unapitia kwa nani basi? Unapitia kwa manabii. Kwa hiyo nafikiri tumemaliza hapo. Huyu bwana nataka nichukue namba yake, ni mbishi sana, lakini pamoja na ubishi wake nafikiri akiona msumari anakimbia kama mnavyoona, analeta ubishi, lakini ni uzalendo wa Kikristo, bimaana anatetea dini yake, haina makosa. Tutapatana wakati mwingine? Lini? Penye tutapatana, penye Mungu atapenda. Uko na nafasi? Tutapatana. Wacha nichukue namba yako. Sasa mimi nataka mtu mbishi hivyo. Tukae na wewe chini, ulete ubishi wako, tukinywa soda. Nafikiri na jina ni nani? Duncan Dohio. Duncan, nafikiri mmemsikiliza. Na huyu Duncan tunamhitaji hapa, mtaandika pale kwa comment kama aje ama asije. Na mimi nachukua contact yake kwa sababu namtaka tena hapa. Ana ubishi. Kwanza Yesu si Mungu na nitamwaminishia Yesu si Mungu. Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Unaahidi wanaotufuatilia kwamba utakuja tuzungumze mada hii? Tutazungumza. Ni Mungu mwenyewe ama ni mmoja katika zile nafsi tatu za Mungu? Nitamtetea hadi mwisho. Ndio, ni Mungu ama ni katika zile nafsi tatu za Mungu? Sio katika ile nafsi tatu. Kwa hiyo sio Mungu Mwana. Nafsi tatu. Kuna Roho Baba, Roho Mtakatifu na Roho Mwana. Sawa. Tutakuja kuongea mada vizuri. Kwa hiyo kwa leo namalizia hapo nikisema subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.